viongozi na wafanyakazi kutoka benki ya CRDB na wafanyakazi wa ofisi ya mkuu wa mkoa, makundi maalum, yatima, wajane, watu wenye ulemavu ndani ya mkoa wa Songwe, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Assalamu alaikum. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa kibali cha kukutana katika iftari hii iliyoandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na benki yetu ya CRDB. Kila sifa njema anastahili Allah aliyetupa uhai na afya njema. Ndugu zangu, napenda kuupongeza uongozi wa benki ya CRDB kwa kuendelea na kuendeleza utaratibu huu wa kufutulisha wananchi, wateja na wadau wenye uhitaji katika jamii katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ushiriki wa benki ya CRDB katika kuandaa iftari katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unaonesha ni kwa jinsi gani mnatambua kuwa mnapaswa kushiriki katika masuala mbalimbali ya kijamii. Hakika hili ni jambo jema linalopaswa kuigwa na taasisi nyingine ambazo ni sehemu ya jamii yetu. Hongereni sana. Ndugu zangu, pamoja na mazuri haya ambayo benki ya CRDB imekuwa ikifanya kwa kushirikiana na wateja na wadau wake katika iftari, nimefurahishwa sana na ubunifu ambao benki hii imeendelea kuonesha kupitia huduma zake mahususi za CRDB Al-Baraka ambazo zinafuata misingi ya dini ya Kiislamu. Hakika hii inadhihirisha kuwa ninyi ni benki inayomsikiliza mteja. Hongereni sana. Ndugu zangu, nimezungumza kuhusu ushiriki wa benki ya CRDB katika kuandaa iftari kwa wateja, wadau na uanzishwaji wa huduma za Al-Baraka. Lakini nitakuwa sijatenda haki kama sitashukuru mchango wa benki hii katika kujenga uchumi wa nchi yetu na kushiriki katika shughuli za maendeleo kwa ujumla. Serikali yetu imekuwa ikishirikiana na benki ya CRDB katika maeneo mengi ikiwemo ukusanyaji wa kodi za serikali kielektroniki, ufadhili wa sekta za maendeleo, miradi mbalimbali ya kimkakati, uwezeshaji wa wajasiriamali pamoja na makundi maalum ikiwemo wanawake na vijana. Lakini pia mara kadhaa tumeiona benki ya CRDB ikiwekeza katika miradi mbalimbali ya kijamii. Hii inadhihirisha kuwa benki ya CRDB ni mdau haswa wa maendeleo ya taifa letu. Pia imekuwa na mchango kwa mwananchi mmoja mmoja na jamii nzima kwa ujumla. Tunawapongeza na kuwashukuru sana. Ndugu zangu, napenda kuwapongeza Waislamu wote ambao wamekuwa katika ibada ya mfungo. Hii ni hatua njema ambayo inalenga kuwakumbusha juu ya uzingatiaji wa maadili ya Kiislamu na kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania. Hata hivyo, napenda kuwasisitiza kuwa tabia njema mnayoionyesha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani iwe endelevu katika vipindi vyote vijavyo. Tusifanye mema na kuwa na mwenendo mzuri wakati wa kipindi hiki cha Ramadhani, alafu tukimaliza tunasema tumefungulia mambo mengine. Tufanye Ramadhani hii iwe ndio kioo kitachoendelea kutuongoza katika miezi mingine 11 ya mwaka ili kukamilisha miezi 12 yenye sura hii ya Ramadhani. Kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana siku ya leo katika iftari hii maalum iliyoandaliwa na benki yetu ya CRDB katika hili fungu la pili la mwezi wa Ramadhani. Aidha, nitumie fursa hii kukushukuru wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kukubali ombi la kushiriki nasi katika iftari hii. Tunatambua kwa kujulisha pale kwamba umetoka safari, lakini kwa kuona umuhimu wa tendo hili uliona lazima uwepo. Tunashukuru sana. Niwashukuru pia viongozi ulioambatana nao, wateja wetu wapendwa,
wadau wote ambao wameungana nasi katika kushiriki futari hii. Sisi kama benki ya CRDB tunawashukuru sana. Ndugu zangu Waislamu na wageni waalikwa, ni utamaduni wa benki yetu ya CRDB kuandaa futari kwa wateja na wadau wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaamini kuwa funga ya Ramadhani ni shule ya mafunzo ya maadili mema, upendo na mshikamano katika jamii. Katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema, enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kwa kuilazimisha umma kabla yenu mpate kumcha Mungu. Kwa mujibu wa aya hii, Mwenyezi Mungu anatoa wito kwetu sote kuendeleza wajibu wa kumwabudu yeye kama muumba katika funga ya Ramadhani. Hivyo basi, futari hii ya leo ni mwendelezo wa kujinyenyekeza kwetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zetu Waislamu na wageni waalikwa, tunapoendelea katika funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, inawiwa kuwakaribisha kuendelea kutumia huduma zetu za misingi ya sharia CRDB Al-Baraka. Huduma hizo ambazo ni fursa kwa watu kupata huduma za kuendana na imani zao na zinapatikana katika matawi yetu yote nchi nzima. Kupitia CRDB Al-Baraka, wateja wanaweza kutunza amana zao na kufanya miamala kupitia akaunti maalum za Al-Baraka, iwe ni kwa wanafunzi, wafanyakazi, wafanyabiashara au wajasiriamali, ambapo wateja pia wataunganishwa na kadi za Al-Baraka. Benki yetu pia inatoa uwezeshaji usio na riba kwa kufuata mifumo ya Kiislamu ya mulaba. Pia ina huduma za bima takafu zinazofuata misingi ya sharia kushirikiana na wenzetu wa ZIC. Lakini kikubwa zaidi, mwaka jana tulizindua uwezeshaji maalum kwa wanaofanya ibada za hija na umra. Uwezeshaji huu unaotoa fursa kwa wateja kutimiza ibada hizo kwa utaratibu mzuri wa malipo kidogo kidogo kuendana na uwezo wao. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa afya mpaka tumefika mahala hapa. Ndugu zangu, tuna haki ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kuna wengi leo hawapo, walitamani wawepo mahala hapa, lakini leo hawapo. Kwa hiyo ukijiona upo leo, unapumua, unafanya shughuli zako na zinaenda, basi una haki ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na imani yako. Ndugu zangu, tunaelezwa katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asoweza kuwashukuru watu wanaomtendea mema mazuri, wale watu ambao wanaishi nao, basi hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi akamshukuru, maana hamuoni. Kwa mantiki hiyo, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA na kwa niaba ya kamati ya amani ya mkoa huu, tuna haki kubwa kabisa na za dhati kabisa kumshukuru mkuu wetu wa mkoa huu wa Songwe, Mheshimiwa Daniel Chongolo, katibu tawala na timu yake, kwa kushirikiana na benki yetu CRDB kutuandalia hili jambo la kiuchamungu. Hili ni jambo la kiuchamungu. Kuwalishiliza watu ni jambo ambalo linapendekezwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, je, umemuona yule anayekadhibisha dini, anayepingana na mafundisho ya dini? Umemuona? Ni yule ambaye hajishughulishi na mambo ya mayatima, amewatenga mayatima, na wala hawapi chakula maskini. Yaani ukijikuta wewe wafanya shughuli zako, halafu pasenti fulani hutoi kwa watoto mayatima,
hutoi kwa maskini, basi hata ukisali bado umekanusha maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana tujiwekee kanuni ya kusaidia watoto yatima pamoja na watu maskini ili tupate baraka ndani ya maisha yetu.